Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz amekuja na kiburi cha kutaka mapambano na Vladimir Putin. Kiongozi huyo wa Ujerumani wakati huo anasema kwamba ana uwezo wa kuipatia Ukraine makombora na kuishambulia Urusi ndani kabisa kwa kutumia makombora ambayo yapo nchini Ujerumani. Ikumbukwe kansela aliyepita bwana Olaf Scholz, moja kati ya kitu ambacho alikataa kutumia ni silaha makombora ya masafa marefu ya Taurus kwa Ukraine na kuyarusha kabisa ndani mwa Urusi. Kwa mujibu wa kansela wa Ujerumani wa sasa bwana Merz anasema Ujerumani inaweza ikaipatia Ukraine makombora na kushambulia ndani kabisa mwa Urusi. Wachambuzi wa mambo wanasema huku ni kutafuta ugomvi na bwana Vladimir Putin. Na kwa mujibu wa Merz, yeye anasema kwamba wala hana hofu ya bwana Vladimir Putin. Mujibu wa bwana Merz anasema kwamba Ujerumani haitazuia tena uwezo wa Ukraine wa kuanzisha mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi, ikiwa ni pamoja na kutumia silaha zilizotengenezwa na Ujerumani. Kansela huyo anasema Moscow imeonya mara kwa mara juu ya Berlin kwamba hatua hiyo itaifanya Ujerumani kuwa mshiriki wa moja kwa moja katika mzozo huo kama ilivyofanya Ufaransa pamoja na Uingereza, jambo ambalo wakati huu Waingereza wamekuwa na hofu kwamba kuna uwezekano wa kufanyiwa mashambulizi na rais huyo wa Urusi bwana Putin. Kiev inapaswa kuwa na uwezo wa kujilinda kikamilifu dhidi ya Urusi, aliwaambia mkutano wa Europa Forum mnamo siku ya Jumatatu. Uwezo wa kugonga shabaha kwenye eneo la Urusi pekee, lazima Urusi ishambuliwe na lazima bwana Putin ashambuliwe katika eneo lake kama anavyofanya katika ardhi ya Ukraine, anasema bwana Friedrich Merz. Tutafanya kila tuwezalo kuendelea kuunga mkono Ukraine kijeshi, kansela huyo anasema. Hakuna tena vizuizi vyovyote juu ya silaha zinazotolewa kwa Ukraine, sio kutoka kwa Waingereza au Wafaransa au kutoka kwetu au kutoka kwa Marekani. Hata hivyo hakufafanua iwapo makombora ya masafa marefu ya Taurus yangetolewa, ambayo ilikuwa ni mada yenye utata chini ya serikali iliyopita ya Olaf Scholz. Kansela huyo wa zamani mara kwa mara alipinga wazo hilo, akisema kwamba ingesababisha kuongezeka kwa hatari. Makombora ya Taurus yana uwezo wa kufanya kazi kwa kilomita 500, kumaanisha kuwa yanaweza kutumika kushambulia shabaha ndani ya ardhi ya Urusi, hata kufikia katika mji mkuu wa taifa hilo wa Moscow. Urusi imeonyesha mara kwa mara Ujerumani kwamba kupeleka makombora ya Taurus kwa Ukraine kutaifanya Berlin kuwa mshiriki katika vita na kwamba Urusi itaanzisha vita rasmi na Ujerumani. Kremlin imeziita taarifa za hivi punde za kansela wa Ujerumani kuwa ni hatari. Hatua za Berlin zinakwenda kinyume na majaribio ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa amani. Kauli za kansela huyo zinakuja wakati Urusi na Ukraine zikishiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu baada ya Kiev kujiondoa katika mazungumzo hayo mwaka 2022. Merz bado ana mashaka juu ya utatuzi wa amani wa mzozo huo. Hata hivyo bwana Merz anaona bado ana mashaka juu ya utatuzi wa amani wa mzozo huo, huku akisema rais wa Urusi Putin ni wazi anaona matoleo ya mazungumzo kama ishara ya udhaifu, akiongeza kwamba lazima tujiandae kwa vita hivi vya kudumu kwa muda mrefu kuliko yeyote kati yetu anavyoweza kutamani na kufikiria. Moscow imeeleza mara kwa mara kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya amani, lakini ingependelea suluhu la kudumu la mzozo huo badala ya mapatano ya muda. Mazungumzo ya Istanbul yalifanyika baada ya Putin kupendekeza kurejesha mchakato wa amani bila ya masharti. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.